Mwanakondoo ameshinda. Mpendwa mtazamaji wa Baraka TV, niliyesimama kwa siku hii ya leo tarehe 25 mwezi wa 6. Naitwa mchungaji Dickson Kamwanga, mchungaji kanisa la Moravian Tanzania, jimbo la Rukwa. Mpendwa mtazamaji wa Baraka TV, nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kunipa neema hii ya kukuletea neno la Mungu kwa siku hii ya leo ya tarehe 25 mwezi wa 6, ambalo tulitafakari pamoja kutoka kitabu cha Samueli wa pili sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa 14. Naomba nisome kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Neno la Mungu linasema: Ndipo Bwana akamtuma Nathani aende kwa Daudi, naye akamwendea akamwambia, palikuwa na watu wawili katika mji mmoja. Mmoja wao alikuwa tajiri, wa pili maskini. Yule tajiri alikuwa na kondoo na ng'ombe wengi sana, bali yule maskini hakuwa na kitu ila mwana-kondoo mmoja mdogo ambaye amemnunua na kumlea. Naye akakuwa pamoja naye na pamoja na wanawe, hula sehemu ya posho lake na kukinywea kikombe chake na kulala kifuani mwake. Akawa kwake kama binti. Hata msafiri mmoja akamfikiria yule tajiri, naye akaacha kutwaa mmoja wa kondoo zake mwenyewe au mmoja wa ng'ombe zake mwenyewe, ili kumwandalia yule msafiri aliyemfikiria, bali alimnyang'anya yule maskini mwana kondoo wake, akamwandalia yule mtu aliyemfikiria. Ndipo hasira ya Daudi ikawaka sana juu ya mtu yule. Akamwambia Nathani, aishivyo Bwana, mtu huyo aliyetenda jambo hili hakika yake astahili kufa, naye atamrudishia yule mwana-kondoo mara 4, kwa sababu ametenda neno hili na kwa sababu hakuwa na huruma. Basi Nathani akamwambia Daudi, wewe ndiwe mtu huyo. Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, nalikutia mafuta uwe mfalme juu ya Israeli, nikakuokoa na mkono wa Sauli, nami nikakupa nyumba ya bwana wako na wake za bwana wako kifuani mwako. Nikakupa nyumba ya Israeli na ya Yuda, na kama hayo yangalikuwa machache, ningalikuongezea mambo kadha wa kadha. Kwa nini umelidharau neno la Bwana na kufanya yaliyo mabaya machoni pake? Umempiga Uria Mhiti kwa upanga, nawe umemtwaa mkewe awe mke wako, nawe umemuua huyo kwa upanga wa wana wa Amoni. Basi sasa upanga hautaondoka nyumbani mwako, kwa sababu umedharau ukatwaa mkewe Uria Mhiti kuwa mke wako. Bwana asema hivi, angalia, nitakuondokeshea uovu katika nyumba yako, nami nitawatwaa wake zako mbele ya macho yako na kumpa jirani yako, naye atalala na wake zako mbele ya jua hili. Maana wewe ulifanya jambo lile kwa siri, bali mimi nitalifanya jambo hili mbele ya Israeli wote na mbele ya jua. Daudi akamwambia Nathani, nimemfanyia Bwana dhambi. Nathani akamwambia Daudi, Bwana naye ameiondoa dhambi yako, hutakufa. Lakini kwa kuwa kwa tendo hili umewapa adui za Bwana nafasi kubwa ya kukufuru, mtoto atakayezaliwa kwako hakika yake atakufa. Bwana Yesu asifiwe. Mpendo mtazamaji, neno hili ambalo tumelisikia mahali hapa nimelipa kichwa, Mungu anasamehe dhambi kwa kila atubuye.
Mungu kwa uaminifu wake na upendo wake anasamehe dhambi kwa kila atubuye. Ndugu mtazamaji wa Baraka TV, mistari hii inaeleza habari za Mfalme Daudi, jinsi alivyofanya dhambi ya zinaa na Betisheba binti Eliamu. Betisheba alikuwa ni mke wa Uria Mhiti, ambaye alikuwa ni miongoni mwa askari mashuhuri katika jeshi la Mfalme Daudi wakati wa vita kati yake yeye na mfalme wa wana wa Amon. Baada ya tendo hili, Mfalme Daudi alijitahidi kujificha na kupanga njama za kumuondoa au kumuua Uria Mhiti kupitia mkuu wa kikosi chake cha Yoabu. Mfalme Daudi baada ya kutenda dhambi hii, yeye kama mfalme akajisikia aibu. Aibu hii inaondokaje? Akapanga njama za kumuua mume wa Betisheba. Akatumia njia hiyo kumtumia mkuu wa kikosi chake ambaye ni Yoabu, ili Yoabu aweze kumuweka kwenye vita kali wakati wa vita, ili Uria aweze kuuawa na ushahidi wa kumkamata ugoni uondoke. Kwa kutii amri ya Mfalme Daudi, Yoabu akafanya njama hizo na hatimaye Uria akauawa kwenye vita kali. Alichokifanya Mfalme Daudi, akamalizia kwa kumchukua mke wa Uria kuwa mkewe. Mpendwa mtazamaji wa Baraka TV, jambo hili likawa ni chukizo mbele za Mungu. Mungu alimtumia nabii Nathani ili kumwelezea Daudi habari ya uovu wake. Nathani alitumia mfano wa tajiri mmoja aliyeishi kijiji kimoja na maskini ili ujumbe huu uweze kumfikia vizuri Daudi. Mfalme nabii Nathani anaeleza kwamba palikuwa na tajiri mmoja aliyekuwa na kondoo wengi na ng'ombe wengi. Lakini pia kulikuwa na maskini ambaye alikuwa na kondoo mmoja tu. Tajiri alipofikiwa na ugeni, alichukua kale kondoo kamoja akamwandalia mgeni wake. Mfalme Daudi anaelezwa habari hizi na mfalume huyu. Daudi aliposikia maneno haya, kwa hasira alisema, huyo mtu aliyemnyang'anya maskini kondoo na kumwandalia wageni wake anastahili kufa na kurudisha kondoo mara 4. Baada ya ujumbe huu wa Nathani kumwelezea Daudi, Daudi akaona ulikuwa ni ukatili wa hali ya juu sana. Daudi anatoa hukumu kwamba hakika aliyefanya maovu haya anastahili kufa na ikiwezekana amrudishie huyu maskini kondoo mara 4. Mwishowe Nathani anamwambia Daudi, huyo mtu aliyefanya hayo ndiyo wewe mwenyewe. Mfalme Daudi anashtuka, lakini Nathani anamwambia, wewe ndiye umemuua Uria Mhiti kwa kumuua katika vita, na kisha ukamchukua mke wake awe mke wako, wakati una wake wengi na mali nyingi. Je, hivyo havikutoshi? Kisha Nathani anamwambia, dhambi hiyo itaendelea kukutesa, na dhambi hiyo itakuwa pamoja na kizazi chako chote. Tena isitoshe, unapoonywa mpendwa mtazamaji, usishupaze shingo, maana neema ya Mungu iko juu yako. Unaposoma maandiko matakatifu katika Mithali sura 29 mstari wa 1, neno la Mungu linasema, aonywaye mara nyingi akishupaza shingo atavunjika ghafla, wala hapati dawa. Shida ya walio wengi, ndugu zangu mpendwa mtazamaji, hawataki kukiri, lakini bado wakati mwingine ukionywa unaonyesha chuki kwa aliyekuambia ukweli. Lakini anayekuambia ukweli ujue kwamba huyo ni mkombozi wako. Maana neno la Mungu linasema katika Mithali sura ya 15 mstari wa 10b, naye achukiaye kukemewa atakufa. Daudi angechukia kukemewa asingepona. Inawezekana unapokemewa unachukia, lakini neno linasema
naye achukiaye kukemewa atakufa. Mpendwa mtazamaji wa Baraka TV, unaposoma neno la Mungu kutoka kitabu cha nabii Isaya sura ya 1 mstari wa 18 hadi 20, neno la Mungu linasema, haya njoni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji, zijapokuwa nyekundu kama sufu zitakuwa nyeupe kama sufu, kama mkikubali na kutii. Sasa naanzia wapi? Mpendwa mtazamaji wa Baraka TV, Mungu anakualika wala usiogope, maana neno la Mungu linasema wakati unaokubalika ndiyo sasa, na siku ya wokovu ndiyo sasa. Naposoma waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Korinto sura ya 6 mstari wa 2, unakutana na maneno hayo. Kunapokutana na upendo wa Mungu wa kukualika pamoja na madhaifu yako, unatakiwa uende pasipo kuogopa. Inawezekana pengine umekata tamaa, pengine umedharauliwa kama mtu asiyestahili. Inawezekana umetengwa na jamii, hata unatamani kutoweka katika dunia hii, lakini upendo wa Mungu unakusubiria. Maana neno la Mungu linasema, je, mimi ninafurahia kufa kwake mtu mwovu? Asema Bwana Mungu, si afadhali kwamba agaili na kuiacha dhambi yake akaishi? Maneno haya yanapatikana Ezekiel sura ya 18 mstari wa 23. Mpendwa mtazamaji, Mfalme Daudi aligeuka haraka sana, akapewa haki ya kufutiwa dhambi zake. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Baraka TV, ni dhambi gani iliyokuelemea? Ni dhambi gani ambayo imekutenga na uso wa Mungu? Lakini pamoja na hayo, Mungu anakuita kwa upendo wake. Unaposoma neno la Mungu katika Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 19, neno la Mungu linasema, tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Ndani yake Yesu Kristo kuna tumaini, kuna burudiko. Ndani ya Yesu kuna furaha, kuna amani, hakuna upendeleo. Ukimtii Yesu Kristo, ukionyesha utiifu kama Mfalme Daudi, utapata msamaha wa dhambi, utahesabiwa kuwa mwana wake. Mpendwa msikilizaji wa Baraka TV, usijaribu kujificha ukifikiri Mungu hakuoni. Mfalme Daudi alijitahidi kujificha hadi kumuua Uria Muhiti ili dhambi yake isionekane, lakini uso wa Mungu ulikuwa juu yake. Unaposoma Mithali sura ya 15 mstari wa 3, neno la Mungu linasema, macho ya Bwana yako kila mahali, yakimchunguza mbaya na mwema. Maisha yako yote na matendo yako yote viko wazi mbele za Bwana, hivyo haina haja kwa kujificha. Yaani huna nafasi ya kujificha. Cha msingi, unaposikia sauti ya Mungu yenye upendo, murudie Mungu ili uwe huru katika maisha yako. Mpendwa mtazamaji, wapo wengi waliotutangulia mbele za haki. Si kwamba ndugu yangu mpendwa mtazamaji ni wenye dhambi kuliko wewe. Inawezekana ni upendo wa Mungu, Mungu amekuachilia ili uweze kufuta dhambi zako. Mrudie Mungu kama Mfalme Daudi, maana neema ya Mungu iko juu yako. Mpendwa mtazamaji, unaposikia neno hili, naomba ulitafakari na kurudi kwa upya. Mungu akuimarishe na kukuinua. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, wabariki watoto wako waliokata tamaa, waliorudi nyuma, warudishe mwamba uzima ili wakurudie we Mungu wa rehema. We ni Mungu usiyefurahia kufa kwake mtu mwovu, bali wote wagairi wakaishi. Lirudishe kanisa lako, lirudishe taifa lako, ili taifa lako lipate kupona na kanisa lako lipate kupona. Cha msingi, watoto wako wafanye kazi ya kuwa waaminifu katika sekta mbalimbali. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.